ndio akazumiwa sana, ndio bezi ilikuwa kubwa, wapi alikuwa mnene sana, nani alikuwa na mashavu, Najma siku alipiga miayo. Sasa pia sitafanyaje na ndo live show. Haya ndo mambo ambayo yanaendelea. Kwa kama mnatuangalia sisi tunajiangalia, kwa tunajua msitaarifu. Anyways, haya tunaanza Jumatano yetu, Jumatano ya malezi hii hapa. Tunaanza na current affair baada ya mapumziko mafupi. Ikacha hii. Sawa, tunaendelea mbele. Sasa ndugu zangu, current ya leo bwana, matukio ni yale kwanza ambayo yanajirudia lakini kutoka kwenye mikoa tofauti. Kwanza vitu vinatisha. Hivi mnajua sasa hivi sio tu watoto wanatekwa, labda ile mtu mzima sio wasiojulikana wameanza kujiteka na wengine wanatekana wenyewe kwa wenyewe, watoto kwa watoto. Dar es Salaam hapa kwanza watoto walijiteka wale Kigamboni. Wakapiga simu. Walienda Kigamboni, walijiteka wakaenda Kigamboni. Alafu wakapiga simu kwa wazazi wao kwamba they've been kidnapped. Kuna hela inatakiwa. Kumbe wao ndio walikuwa wanataka hiyo hela. Sasa ndugu zangu, polisi bwana wamemkamata dogo mmoja hapa Dar es Salaam hapa bwana. Huyu dogo anaitwa Stanley Dismas Ulaya. Jamani ana miaka 18 tu. Ni mkazi wa kata ya Nguruka, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma, lakini tukio limetokea hapa. Na inasemekana kwamba huyu dogo amewateka wanafunzi wenzake kutoka kwenye nyumba nyingine. Alafu akaenda akapiga simu, akachukua namba kwenye madaftari, akapiga simu kwamba bila hela watoto warudi. Kidato cha? Wait a minute. Twende tukaangalie video. Okay. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 8 mwezi huu Machi mwaka 2025 lilimkamata na baadaye alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi na maofisa wa polisi kuchukua tahadhari zote za kumfanya asitoroke kwa kupiga risasi hewani, lakini mtuhumiwa huyu akakaidi. Alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja na kwenye nyonga na baadaye kupelekwa kwenye hospitali kwa matibabu, huku hali yake ikiwa ni mbaya. Mtuhumiwa huyu aliyekamatwa kwa tuhuma za kumteka mtoto alifahamika kwa jina la Stanley Dismas Ulaya. Baadaye ilikuja kubainika ni mkazi wa kata ya Nguruka, wilaya ya Uvinza, ambayo ipo mkoani Kigoma. Mtuhumiwa huyu kabla ya kujeruhiwa akijaribu kutoroka chini ya ulinzi, anatuhumiwa kufanya tukio tarehe 6 mwezi Machi mwaka huu wa 2025, tukio la kumteka mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka 7 ambaye anasoma katika shule ya msingi Mbezi iliyo katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Mtoto huyu aliyetekwa alishushwa kutoka kwenye daladala na baba yake kwenye kituo ambacho kiko karibu na shule ya msingi anayosoma, na hakurudi nyumbani mpaka saa 1 za jioni, wazazi walipoanza kumtafuta na baadaye kufanya mawasiliano na mwalimu wa shule ya msingi hiyo ambaye aliwapatia namba ambayo ilikuwa kwenye daftari, ambapo mtuhumiwa huyu alikuwa akiipiga akitaka namba ya wazazi, na baadaye kupata namba za wazazi na kuanza kutaka pesa kwa vitisho kutoka kwa wazazi, pesa nyingi, kwamba wasipotoa
mtoto yule watamdhuru, ikiwa ni pamoja na kumpotezea maisha yake. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, ndugu zangu, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, kama mlivyomsikia kamanda wa polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro anaongea hayo maswala, na amezungumza kwamba mtuhumiwa anaendelea vizuri, yuko katika matibabu lakini yuko chini ya ulinzi. Kwa nini Alipata kipondo. Wakati amekamatwa alitaka kukimbia. Kwa hiyo wakamfyatua, lakini ile ni kwa sababu ya kutaka ya kutaka kuweka vitu sawa. Sasa ndugu zangu, huyu ndogo sheria bila kushoto. Ndio yale mambo anaenda kwenye inaitwaje ile sura ya watoto nini? Ni nini? Bwana unatamkaga Kiingereza sura ya watoto. Jela ya watoto. Juvenile. Yes. Tumaki 18 anaenda kwa watoto kwa wakubwa huyu. 18 mkubwa huyo. Kweli? Mzima wewe. What are you talking about? Mimi naonaga 18 mdogo. Najma 18 ni mtu mzima. Huyo hamna jela ya watoto hapo. Hatari. Basi sasa tumeeleta hapa tuizungumze kwa sababu haya masuala yamezidi na yanatisha, licha ya kwamba watoto wengine wanatekwa, wanakatiliwa, wanapigwa, wanabakwa, wanafanywa vitu vya kikatili kweli, mtoto anauliwa. Yaani imekuwa ni shida. Sasa hivi imefika sasa watoto kwa watoto. Sijui vinaangalia movie, sijui vinaambizana. Wanaangalia movie Money Heist, sijui Money Heist, sijui makolokosho, sijui Squid Game, sijui vitu ni Squid Game hiyo. Nini kingine? Ni Squid Game, hamna kingine. Sio kitu cha kucheka. Okay, utandawazi unakuja na mambo mengi sana. Changamoto ya watoto kutekwa, nini kifanyike? One of the things ambazo nakuja nayo ndio hiyo, watoto kusema kwamba wanaweza kuperform hivyo vitu ambavyo viko kwenye ma movies. Na ukiangalia, I'm telling you, tunaviona tu hivi vitu hapa vinatokea, lakini if we do not yani put a grip on it, kwamba how are we working on this vizuri kabisa, tutafika mbali. Kwa ukiangalia the mass shooting nyingi ambazo so Marekani wanapata hizi mass shootings kwa sababu nishaongelea hapo kuhusiana na sheria yao ya silaha kidogo imelegea kidogo kwenye umiliki wa silaha. Wanapigana kila siku sana, wanabishana kila siku sana umiliki wa silaha. Sasa huo umiliki wa silaha unapelekea kwamba kunakuwa na hizi mass shooting nyingi sana. Ukiangalia watu ambao wanafanya hizi mass shooting, utakuta ni vijana wadogo tu ambao wanafanya hizi mass shooting. Na wapi wengine ndio wanasema matatizo ya afya ya akili na vitu kama hivyo, lakini one of the things ambazo vina influence sana ni hizi sinema tunazoangalia. Hizi sinema ukiangalia, nakwambia sinema imekugusa, unaona plan watu wanavyofanya. Jamani, ile ni script imeandikwa na kuna fiction ndani yake. Yaani kwamba kuifanya inoge vile. It doesn't happen like that in real life. Yani they need to understand. Sasa kids hawajui kwamba ile ni script imeandikwa na imenogeshwa na imewekwa fiction ndo imenogeshwa hapo. Umeona? Anajua kwamba akiona watu wamemkidnap, fulani amekuwa kidnapiwa, mzazi anapigiwa simu au unapigiwa simu, mahela watu wanaenda kupick up hela nini, watu wakimbia na hela nini, washakuwa matajiri. It doesn't happen like that in real life. Okay, so watoto inabidi tuwafundishe hivyo vitu kwamba pamoja na kwamba tunajua hatuwezi kuzuia utandawazi na hivi vitu ambavyo vinakuja. Hatuwezi kuzuia, lakini tunawafundisha vipi? Enzi za wakati sisi tunakuwa kulikuwa na mieleka sana kwenye TV. Yaani kila mtu anabinuka kivyake. Watoto wanabinuka mieleka, wanadhani kwamba kumbe ile mieleka wenzao pale yani hawabinuki vile ambavyo tunaona kwenye TV. Umeona? Yaani mieleka ni one of the most performative sports ever. Yani ni wanafundishwa jinsi ya kuruka vile na jinsi usione pale kwenye TV, it's being embellished. Yani it's embellished to be biased. Na imenogeshwa sana ile, yani wanafundishwa jinsi ya kufanya hivyo, kuruka bubu, kumrukia mtu hivyo, unaona umrukia mtu kwenye shingo ile bubu kwenye na kwanza ile pia na pale chini pia anapofikia pia usipasuke. Sasa wao ndio kuruka kwenye sakafu. Exactly. Sasa ule mchezo yani una safety na nilio tools nyingi sana, na wanafundishwa fanya hivi, ruka hivi, yani sio. Sasa watoto kipindi kile ndio umekaa hivi unashtukia mtu amekuruka. Haifai sina. Umeelewa? Yani wanadhani
John Cena. Ukimkuta amekaa hivi anajikuta anataka kuruka, anataka kupanda ukuta na mikono. Super powers. We really need to educate our kids kwamba jamani, na pia watoto wanaangalia vitu gani. Kuna vibanda umiza, vinaitwa vibanda umiza ambavyo vimetafsiriwa hivyo movies za Kiswahili, watoto wanaenda wanalipa 200, 500, 1000 wanaangalia hizi movies, wanajaa huko na kwambia wanaangalia movies, matokeo yake ndo haya tunafanya haya mambo. Haya mambo sio ya kwetu kabisa ya mambo. Yaani sio ya kwetu kabisa, yani nyewe watoto mnavyotusikiza msifanye haya mambo. Kabisa tena muishie hapo hapo. Kuna neno ningelisema lakini siwezi kusema hapa, tuko kwenye TV. Umeelewa Acheni kabisa ya mambo. Yaani sisi tunawaalifu watu wazima majambazi, polisi waanze kuhangaika na nyewe watoto. Kufanya mambo ya kuteka watu, waache kuhangaika na majambazi huko waliokubua na masilaha huko, waanza uhalifu kwa watoto, wanahangaika na nyinyi watoto kwa sababu mnadhani kwamba mnaweza kutekana tu, mnatekana kila siku. Mambo gani hasa? Ndugu yangu, wewe tena mwenye watoto wake wao unasikia fada anataka kumblokia babu Ali mama. Alishavunja flat screen yani. Alikuta Superman. Aliona hiki Kipara Mbabe. Kuna katuni ndio Kipara Mbabe ile ndio yeye ana miaka mingi ndio. Alipiga na kichwa hivi. Alipiga gongo. Alipiga gongo kwenye TV. Huyu ndo kama wote. TV hamna. Sijanua TV mpaka timiza miaka 6. Kwa hiyo mwisho wa siku wanasoma. Kwa hiyo kikubwa wazazi pia alafu sasa pia tunaogopa sasa. Jamani wasiandikiwe namba za simu watoto kwenye madaftari. Kwa sababu gani mwisho wa siku unamwandikia namba mzazi kwa sababu in case of anything mwalimu anaweza kataka kuwasiliana na wewe mzazi, awasiliana wewe au yeye mwenyewe mtoto njiani kama tatizo au aijue namba ya mama. Mimi Fahad anajua namba ya mama kichwani. Anajua kwa kichwa. Sijamwandikia daftari. Yes, Fahad. Anajua mama namba yako ndio ile ananitajia. Alafu basi good boy unajua namba. Sasa wazazi wengine ndio wale wanaandikia watoto kwenye madaftari. Ili akitokea dharura anajua namba ya mama hii hapa. Kwa hiyo sasa naona sasa tunaona kama madhara sasa kuandikia. Kwa maana huyu mtekaji kapata namba kupitia madaftari ya shule. Itimili asingekuwa na namba mmoja angepataje namba ya mzazi kuweza kupata kile kuwateka watoto na kumpigia simu mzazi. Kwa hiyo basi wazazi tuwakremeshe watoto wetu hizi namba zetu za simu na tuwaambie hii namba hakuna kumtajia mtu yoyote kama sio mwalimu wako wa darasa, usimtajie mtu mwingine yoyote. Otherwise umepata dharura, umepata changamoto ndio unaweza ukatoa namba kwa changamoto, labda wewe unataka msaada mama ajue. Lakini kama vile babu alivyoanguka, akatoa namba yangu nikapigwa simu. Jamani mwanangu anguka baskeli. Kwa sababu ni amepata tatizo yeye. Lakini sio mtu anakuambia tu nakudanganya, wewe unajua namba ya mama yako? Hebu nitajie. Unaanza kumtajia. Anakuteka mwisho wa siku anachukua namba na anafanya kumwambia mama yako atoe hela. Kwa hiyo tuwaelimishe watoto wetu. Kama tunawapa namba wazishike lakini tuambie namba wapi toe namba hii usitoe wapi. Kwenye daftari msiandika tena. Licha ya kwamba pia tumekuwa katika mazingira ya wazazi wanazingatia sana malezi ya watoto wa kike zaidi ya watoto wa kiume. Tunaelewa kwamba mtoto wa kike mtoto unamlinda unamnini. Watoto wa kiume mnawaachaga tu kwamba huyu ni mtoto wa kiume atakuwa atanavigate ataweza. Lakini trust me, na wao pia wanahitaji kuwa na kuwekewa umakini kama mnavyotuwekea. Si watoto wa kiume wanakuwa exposed kwenye mambo ya kihuni bila nyie kujua na unaamini yule ni wanaume. Hivi vitu ndio vinapelekea mnakuja kuzaa masugu, majambazi, kitoto chako kimeshapiga watu mikwaa huko nje. Unajua mimi kama miaka 17. Mimi nani? Kama ikaza hivi ndita jamani, jamani hapana. Kama mnavyozingatia watoto wa kike nyumbani. Usifanye tumepaka mnamwekea mingi na mtoto wa kiume vivyo hivyo. Basi sawa, tunaenda mapumziko tunarudi. Ila EATV saa moja, taarifa ya habari ya EATV yenye utajiri wa habari. Upate live utajiri huo kwenye YouTube channel na Facebook ya @EastAfricaTV, kwenye Instagram na X. Pia unapatikana utajiri wa habari kwenye address hiyo ya @EastAfricaTV. EATV saa moja, utajiri wa habari. Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani.
Airtel 5G Smart Connect inakupa data bila kikomo, kasi ya uhakika na betri ya ziada inayodumu hadi kwa saa 6. Endelea kuunganisha nyumba yako na njia bomba zaidi. Tembelea duka lolote la Airtel karibu yako kufahamu zaidi. Baada tuko na wewe mtazamaji wa Dadas kwa hewa hii hapa. Dadas naitwa Mwana binti Othmani, karibu sana. Kama ndio kwanza kufungulia runinga yako, tuko soga ya pili na tayari tumeshaungana na mgeni wetu. Tunazungumzia adhabu ina nafasi gani katika ukuaji wa mtoto. Sisi tumekuwa katika malezi mbalimbali, kila mtu amekuwa katika malezi yake. Kuna makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya kwa wazazi wetu ama walezi wetu na wamekuwa wakituadhibu kwa namna moja ama nyingine. Kila mzazi alikuwa akitumia njia yake ya adhabu ili kuweza kumshape mtoto kukaa katika mstari ulionyooka. Je, adhabu ina nafasi gani katika ukuaji wa mtoto? Tunaye humu ndani anaitwa Karen Shubi, yeye ni mtaalamu wa lishe na malezi. Karibu Karen. Thank you so much. Kupendeza. Asante. Ni mara ya kwanza kwenye Dadas. Yes, yes. Lakini I've been seeing you guys a lot. Thank you. Yes. Yes, so it's a privilege mimi kuwa hapa siku ya leo. Nice. And nafurahi kwamba tunaongelea watoto. Mimi pia ni mzazi apart from being a nutritionist. So this is going to be nice, really. Yes. Yes. Hapa sisi tumekuwa disciplined wote, njia zetu zinafanana. Kwa sababu wote tumechapa viboko vibaya mno. Tumechapa viboko lakini tumesemwa, tumegombezwa hivyo. I think baadaye probably my memory is not serving me right. Labda wenzangu, lakini mimi kwenye form of discipline kwetu haikuwa ya kuongea kwamba sasa mwanangu unajua nani labda kwa unachofanya hiki hamna hayo mambo bogo, hamna hayo mambo. Ulikuwa unasemwa yani unagombezwa kama viboko. Sasa hiyo la wima la uso jipaka unatoa duka nundu. Lakini over the years, with the rise of social media, tumeona jinsi ambavyo watoto mbalimbali wamekuwa wakipewa adhabu ambazo za kupitiliza, mpaka unaona watoto wanafanywa vitendo vya kiukatili na wazazi wao, mind you. Asijaenda bado kwenye shule, lakini kwa wazazi wao nyumbani. Mzazi anachoma mikono, mzazi anapiga mpaka mtoto anajeruhi, mzazi yani anapiga mtoto kama mwizi, unaona. Wengine they're being tortured psychologically. Tukienda shule pia watoto wanachapa, yani ripoti nyingi sana kwa social media. Walimu wanachapa sana watoto mpaka wanapitiliza. Tukienda kwenye sehemu juzi tumeripoti madrasa, anaitwa nani? Ustadhi. Anachapa watoto. Yani mpaka amechukuliwa hatua za kisheria. Walimu wanachukua hatua za kisheria. Yani tu hapo kuna mwalimu kachapa watoto mpaka amevimba mikono. Yes. So let's talk about a proper form of discipline kwa zama tulizopo sasa hivi. Okay, so I love that umeanza na neno discipline. There is a difference between discipline and punishment. Okay. Yes. Discipline kwa Kiswahili tutasema nidhamu. Yes, and punishment kwa Kiswahili tutasema adhabu. Now here is the difference. It's very good to you tofauti. Then we go back to the floor. Mimi ni mwalimu, so I have that. Yes. So tukianza na swala la discipline, si ndio? Unataka kumfundisha mtoto nidhamu. It is more of kumrekebisha, kumtaka akifanya vizuri, yani unamguide into the right way. Sasa adhabu ni kama unamkomesha fulani hivi. Yani ni a negative impact kwa sababu ya kitu alichokifanya. Labda alienda mtoni, kwa wale ambao tumekulia mambo ya mtoni. Najma wewe umekulia mambo ya mtoni. Saa ngapi? Kumesoma mwenzetu. Mtoto wa nani huko maulizi gani yote saa ngapi mtoni? Hamna aliyekulia mtoni hapa. Okay. Hujenda mtoni? Labda mtoi. Okay, mimi personally nimewahi mimi nimetokea Bukoba. So yes. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda mtoni by that time. Sasa unakuta watu wengine sababu ya mchezo mtu anaenda mtoni, anaenda kumaliza nusu saa nzima au lisaa zima. Umeona? Akirudi
viboko kwa sababu umechelewa. Umeona? Sasa kwa sababu ya kile alichokifanya atachapwa kama matokeo ya yeye kuchelewa. Umeelewa? Yes. Sasa that's where the difference comes from. Kwamba there is a different kati ya kudiscipline mtoto na kumwadhibu mtoto. Unavomdiscipline, it is more in a positive way kuliko kumpa adhabu. Sasa ubaya wa kumpa mtoto adhabu ni kama hivyo mlivyosema, si mwalimu kachapa, mzazi unatoa matusi na nini, lakini something that I came to realize ni kwamba wazazi wengi, they are putting the frustrations on the kids. You understand? Yes. Umetoka huko bosi kakufokea na unatafuta kumfokea. Yani ili ushushe. Lakini kuna kitu kinaitwa generational. Yani just because your mom was mistreated au was mistreated by the grandmother, na yeye anakumistreat wewe. Sasa na wewe sasa it's you. Yes. Now sasa sisi we are different generation. Sisi watoto wetu ni different generation na sisi. Umeona? Kwa sasa the way sisi tulivyokuwa disciplined inaweza ikawa ngumu kuitumia hiyo sasa hivi. Kwa sababu there is so much information na watoto sasa hivi wanaelekezwa vitu vingi sana. Yes. Kwa hiyo sasa hivi ukitumia njia za zamani unaweza usipate matokeo. Unaweza usiyapate kabisa. Zaidi sana hao watoto ni wajanja sana, atajifunza namna ya kufanya vitu bila wewe kujua. Umeelewa? Tuko kwenye dunia ambayo lile neno la asiyefunzwa na mamaye atafunza ulimwengu. Ulimwengu wa sasa hivi unafundisha vibaya sana. Yani haukucheleweshi real quick. Umeona? Kwa hiyo sasa ni wewe mzazi, you need to understand kwamba your child is in which generation. What are the things your baby is exposed to? Umeelewa? Mimi I have a daughter, she's 4 years. Umeona? I'm learning a lot from that girl. Unajua? Ni shule, yani malezi ni shule. Kwa sababu yani naonaga kwa mfano, unajua sometimes yani kids they punch you, yani you feel like Mungu wangu mtoto sio nikakalia kana kwa oh God, you know that. Sasa you need to calm down, you need to calm yourself down. But kwa sababu mtu akikuuliza are you 100%, are you 10 out of 10? No, you are not. Wewe mwenyewe kazini kuna vitu umekosea, but how did your boss deal with you? So there is a way unatakiwa udili na mtoto. Mimi mwanangu ukimkalipia si ukafanya nini? Ni atarudia tena mapema sana. Lakini ukimwambia she's name is Tiffany. Ukimwambia Tiffany, now this if you do this and this is going to happen. Later anakuambia mami, if I'm a good girl, I'm not going to do this, eh? Naambia yes, you are not. Sasa unaelewa? Kwa hiyo hicho chenyewe kinanifundisha mimi. Lakini ukiangalia pia na deal na wamama ambao tayari pia wana watoto lakini wako kwenye hiyo age ya toddlers, kwa sababu pale ndo mtoto anakutest patience, you understand? Yaani mtoto anaweza akakuquestion ukasema hivi mimi kwa nini sikupewa kitabu cha maelekezo kuhusu malezi huko leba? Umeona? Yes. Kwa hiyo I've been seeing this kwamba watoto sasa hivi wanaadhibiwa, lakini that is affecting them psychologically. Unajua kuna wale watu ambao aliyetoka kwenye familia zilizokuwa harsh, they are not confident. And if you find them confident, it is because they have worked so hard for that. Wanaanza hadi maombi ya mnyororo kwanza kuvunja all the curses, you know. Unavunja mnyororo. Unavunja mnyororo. So mtoto anakuwa frustrated na vitu vingi sana. Lakini kama tukiangalia njia nyingine ya kudili na hawa watoto, which is discipline, na kuhakikisha hawa watoto wanaenda kwenye mnyoko, kwa sababu unajua shida inakuja wapi? People want things to happen overnight and that is not going to happen. You need to be patient na mtoto. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe pia unavomlea na wewe unajilea kama mzazi. Kwa sababu hamna mtu anakupa kwamba this is labda blueprint kwamba this is where you are going to pass, this is what you are going to do with this child. Na mwisho wa siku sasa, if you don't do that, ndo baadaye watoto wanakuwa nunda. Au kimpiga yani. Unadhani aina zipi za adhabu ambazo zipo na zipi zinazofaa kuwapa watoto? Okay. Tofauti na kuchapa. Tofauti na kuchapa. Okay. Nitatoa mfano. Depends, una watoto wakubwa, nisikia you guys mnaongelea kuhusu watoto. Yes. Umeongelea mambo ya baiskeli. Si ndio? Yes. Sasa labda kwa sababu amechukua baiskeli bila wewe kumpa,
ameenda labda mbali huko akapata shida, unamwambia bwana sikiliza, unaona baiskeli tatizo hilo kuletea, now you are not going to have this mpaka nione umebadilika. Kama it is something anakipenda, they are going to change kweli. Lakini mambo ya kupigana atasubiri, si mama yuko kazini, si nimemwona kwa TV, we na wenzake huyo wameshaondoka, hata kama kipindi ni record au sio record, yeye kashaondoka. Umeelewa? Kwa hiyo yani unaweza ukaangalia, kwa sababu every child is different. Yani hamna kitu kwamba, yani everyone is different. Kwa hiyo nitakavyodeal na wewe dada Najma, nitakavyodeal na wewe dada pale, nitakavyodeal na wewe ni tofauti, kwa sababu you have your own perception na unavyoona vitu, na mimi pia am different and we are all different. And that goes back hata kwa watoto. So understand your child vizuri na unajua jinsi ya kwenda naye. Wengine nasema wewe watoto wa kibongo sio nini na nini huwezi kufanya hivyo. Lakini ndio hivyo, ndio tuko kwenye hiyo karne ya hivyo. Uwezi ukatumia ubabe sana ukategemea upate matokeo mazuri. Mimi I remember sasa walimu wangu wakiona I don't know. Anyways, mimi I remember nikiwa O level. Umeona? Nimesoma shule ya masista. Na mimi pia. Tumenyooka huko. Yes. Kwa kweli sitasema mengi, lakini kulikuwa na a lot, yani ukifanya hiki this is going to happen. Kwa hiyo sasa mnajikuta nyie wanafunzi mnaamua kushirikiana sasa kuficha vitu ambavyo mnavifanya ili walimu wasifanye nini? Wasijue, kwa sababu either akikutana na wewe utapata punishment, and the punishments zilikuwa ni zile ngumu, au unaweza ukapewa suspension. Kwa hiyo sasa unavojaribu wewe, unavokuwa unamtafutia mtoto adhabu kubwa, na yeye anatafuta pia mbinu ya kufanya mambo yake bila wewe kujua. Yes. Sasa pia depends wewe dada Boke unataka kuwa mzazi wa aina gani? Unataka kumlea mtoto wako aje kuwa mtu wa aina gani? Umeelewa? Hicho ni kitu ambacho tunatakiwa kukiangalia sana. Mimi I've seen past generation ambao ni wazazi wetu, they are struggling sasa hivi, especially wa baba au wa mama ambao walikuwa wakali sana. Unakuta mtoto anaenda mbali na wewe just because yes you don't have that bond. Sasa hapo sasa turudi. Tunaenda mapumziko mafupi, alafu tutarejea huko with your pen and paper. Lakini una haja kuwa with your pen and paper, kwa sababu kipindi kiko YouTube pia na Facebook, unaweza kukiangalia anytime ambao unataka kujirefresh au kujikumbusha kuhusiana na hii topic ambayo tunaongelea baada ya mapumziko.